1 mstari wa 1 hadi wa 4. Maneno haya yanajengwa na msingi mkubwa sana. Watu wakasafiri kutoka pande zote, lakini walipofika kwenye tambarare za Shinari wakaweka makao hapa. Na mimi nikiangalia hapa, tumekusanyika watu kutoka pande zote za nchi yetu ya Tanzania, makabila yote, alafu tumekuja kuweka makao yetu hapa Morogoro. Haijalishi wewe ni wa kabila gani, lakini kinachotuunganisha sisi sote ni wana wa Mungu. Sisi wote ni Wakristo. Sisi wote tumeitwa na Yesu. Tumeweka makao yetu hapa Morogoro. Ondoa Shinari, weka Morogoro. Tumeitwa hapa Morogoro. Lakini kazi tunayopewa wana Morogoro ni nini? Viongozi walioitwa Morogoro wafanye nini na Mungu? Mungu ametuita tuijenge dayosisi yetu. Hatuwezi kuijenga kila mtu akiwa na lugha yake. Hatuwezi kuijenga kila mtu akiwa na usemi wake. Hatuwezi kuijenga kila mtu akiwa na mipango yake. Dayosisi itaongozwa kwa miongozo. Wenzetu hawa wakafanya kitu hiki. Jambo la kwanza kwenye umoja huu, kwenye utumishi huu ambao ametuita katika kuijenga dayosisi ya Morogoro, tunahitaji kuwa na lugha moja. Lugha hii ni ya wanadayosisi ya Morogoro, kuanzia kiongozi wa kikundi na kundi lake, kiongozi wa jumuiya na kundi lake, mzee wa kanisa na kundi lake, mwinjilisti na baraza lake, mchungaji na baraza lake, askofu na halmashauri kuu yake, pamoja na halmashauri kuu ya wachungaji. Hawa wote ni lazima tuwe na lugha moja, na daima msemaji hawawi wengi. Katika dayosisi hii msemaji ni mmoja atakayetoa maelekezo, na maelekezo haya ni kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu na sio kumpa sifa mtu mmoja. Tunahitaji kuwa na lugha moja, iwe usharikani, iwe kwenye mtaa, iwe kwenye jumuiya, ni lugha moja. Lakini tunahitaji kuwa na usemi mmoja, usemi utakao tuunganisha wote, kuanzia mwinjilisti, mzee wa kanisa, mwenyekiti wa wanaume, mwenyekiti wa wanawake. Yaani hao wote ni lazima tuwe na lugha moja. Amani na utulivu vinakuwepo. Haiwezekani kila mtu akawa na mamlaka yake. Tunahitaji kusema lugha moja, na hao wenzetu walisema lugha moja. Lakini kikubwa ambacho kimenifurahisha sana, wakafanya maamuzi ya pamoja, wakasema haya na tujenge, na kweli wakaanza kujenga mnara kwa juhudi na kwa nguvu zao zote. Ndugu zangu, katika kujenga umoja huu, niwaombe watumishi wenzangu wana dayosisi ya Morogoro, epukeni washauri wabaya wanaotaka kutugombanisha. Kuna watu ni wabaya sana, ni wabaya. Wanataka wachungaji kwa wachungaji wasikae pamoja, wanataka wainjilisti na wasikae pamoja, wazee wa kanisa wasikae pamoja. Kusitokee makundi ndani ya kanisa la Mungu. Ni aibu, ni aibu kuona kwamba ndani ya baraza ya wazee kuna makundi. Ni aibu kuona kwa jumuiya kuna makundi. Aliyetuita ni Yesu. Amen. Tuseme habari za Yesu. Amen. Na Yesu daima aliomba wote wawe na umoja. Hata alipoondoka sala yake ilikuwa wote wawe na umoja.
wawe na umoja. Uongozi huu wa awamu ya tatu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro, mkazo wetu ni lugha moja, usemi mmoja, tufanye maamuzi kwa pamoja. Dayosisi hii ni ya kwetu. Tumekubali kukaa katika tambarare za Morogoro. Dayosisi ni ya kwetu wote, sio ya kabila fulani, maana sisi wote ni wana wa Mungu. Tumeunganishwa kwa njia ya msalaba. Bwana wetu Yesu Kristo ametuunganisha. Sherehe ya jana na juzi tumesherehekea, tunasema Yesu amezaliwa, amekaa ndani yetu, ni lazima tubadilike. Ndugu zangu, epukeni watu wanaotugawa, kama nilivyosema, watu wachonganishi. Huyu kasema mchungaji, huyu kasema hiki, huyu kasema hivi, mchungaji kamsema huyu. Hapana. Nilipobarikiwa kuwa askofu, nimekabidhiwa wachungaji wote. Mchungaji ambaye hayuko kwenye orodha ile, ninaweza nikasema huyu sio mchungaji katika dayosisi yangu, kwa sababu askofu aliponikabidhi, amenikabidhi orodha ya majina ya wachungaji wote, na ndiyo tafasiri ya kuwataja kwa majina kwamba wachungaji hawa ninawakabidhi. Lakini nimekabidhiwa mali zote za dayosisi hii, ni mali nilizokabidhiwa ni mimi askofu, na ndio maana bodi ya wadhamini inasimamia mali zote za kanisa. Itoshe, tuko tayari sasa, tuungane ninyi nyote pamoja nami, tuijenge dayosisi ya Morogoro. Na hili ndio tamanio langu, ndio naitaka kuiona dayosisi ikiwa hivyo. Ninatamani kusikia utulivu mkubwa ndani ya dayosisi hii. Akitokea mtu yoyote, hawezi kutugombanisha kama sisi tutashikamana. Epukeni watu wanaokusudia kutuvuruga, kutubomolea dayosisi yetu, sharika la mitaa yetu. Wachungaji, mmeitwa kusimamia kundi la Mungu. Ninyi mnaitwa mababa wa kiroho. Wasaidieni kundi la Mungu hili, lichungeni kwa uaminifu. Ni ninyi mmeitwa, na kwa bahati nzuri tumepewa neema. Vituo vyetu vyote, sharika zetu zote na mitaa yetu yote, hakuna mchungaji ambaye hastahili kwenda. Ni sehemu yetu. Hawa wanastahili kwenda popote. Kiapo chetu kimekiri kwamba liko tayari kwenda popote. Kwa hiyo watatumwa kwenye vituo hivyo, mwapokee, mwape ushirikiano. Na ombi langu, watunzeni wachungaji, watunzeni wainjilisti, watunzeni mapaishi, watunzeni. Sisi hapa nafikiri ingekuwa ndio dayosisi ya pili tajiri wa Tanzania. Ya kwanza Dar es Salaam, ya pili ingekuwa Morogoro. Lakini Dodoma ni watoto mashariki na pwani, wenzetu nao wamekuja juu. Jamani, wenye kuijenga dayosisi hii ni sisi. Sasa ombi langu kwenu kila Mkristo, moja, heshimu kipawa alichokuwa nacho mwenzako. Jambo la kwanza, awe mdogo awe mkubwa, heshimu kipawa chake. Jambo la pili, ninyi nyote heshimianeni, msidharauliane, kwa sababu ninyi ni watoto wa nyumba moja. Hakuna mtoto mkubwa, hakuna mtoto mdogo, wote ni watoto wa nyumba moja. Kila mtu amheshimu mwenzake. Lakini jambo la tatu, tuungane kwa umoja wetu, tuijenge dayosisi yetu. Hapa tutagusa vipawa mbalimbali. Kuna wataalamu wako humu ndani, wataalamu wa afya wako humu ndani, wanasheria wako humu ndani, wajenzi wako humu ndani, mainjinia wako humu ndani, wafanyabiashara wako humu ndani. Hawa wote ni
ni vipawa vinahitaji kuheshimiwa, na tutashukuru sana vipawa hivi vikifanya kazi kwa hiari na kwa kupenda kwa ajili ya kujenga Dayosisi ya Morogoro. Na mimi niliye askofu wenu ninaviruhusu vipawa hivi vitumike kwa ajili ya kujenga utukufu wa Mungu. Niwaombe, ni wakati sasa wa kushikamana kweli. Ndugu zangu, nimalizie kwa kusema ya kwamba niwapongeze kwa mwitikio mkubwa wa kuja kuungana katika ibada hii ya kumshukuru Mungu, tena ya kumaliza na Mungu, lakini kuanza na Mungu kwa mwaka 2026. Tutakaposhiriki chakula cha Bwana kitupe nguvu na mwisho niwaombe kila mmoja wetu aombe amani kwa ajili ya taifa letu. Amani ikiwepo katika taifa hili, tunakaa kama tulivyokaa, tutafanya mipango mbalimbali kwa pamoja. Niwaombe tuombeane, tuwezeshane ili kazi ya Mungu isonge mbele. Tuna majengo mengi yanahitaji kujengwa, tuna mambo mengi yanahitaji ushiriki wa pamoja. Niwatakieni ninyi baraka na amani ya Mungu. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine. Yesu, yeah.